Hujambo, mimi ni Awadh Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema amelazimika kusitisha masomo yake katika chuo kikuu cha Johannesburg ili kuangazia hali ya mambo inavyoendelea nchini mwake. Kabila ametoa kauli hizo katika mahojiano na shirika la utangazaji la Namibia. Rais huyo wa Kongo alipoulizwa anachokifanya tangu ondoke madarakani mwaka 2019, alisema alikuwa akijishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo za masomo. Niliondoka madarakani kama sehemu ya katiba na nimekuwa nikijishughulisha na shughuli mbalimbali zikiwemo za kitaaluma ambazo nakusudia kuziendeleza. Hata hivyo, ikiwa hali ya nyumbani inaendelea kuwa mbaya, basi ni lazima nihakikishe kwamba DRC haitoki kwenye mkondo wake. Tuko hapa kusaidia na kufanya kile tunachoamini lazima kifanywe ili kuzuia mambo yasizidi kuwa mabaya, ambayo kwa bahati mbaya ni kile kinachotokea sasa tunapozungumza, alisema Kabila. Kabila amefafanua ikiwa shughuli zake za masomo zingerejea tena katika chuo kikuu cha Johannesburg, akisema na nukuu, "Ndio, kusoma katika chuo kikuu cha Johannesburg ambako kwa sasa nimekusimamisha kwa muda miezi 2 au 3 iliyopita ni kwa ajili ya kutenga wakati zaidi na kuweka umakini kwa ajili ya kushughulikia hali iliyo nyumbani, lakini hali ikiwa nzuri nitaendelea." Katika hatua nyingine, rais huyo mstaafu wa Kongo amesema hajawahi kuwa nyuma mipango ya waasi kuendelea kuteka sehemu mbalimbali za nchi hizo. Amesema na nukuu, "Taarifa hizo si sahihi. Sijawahi kuwa kwenye kivuli cha waasi. Nimekuwa kwenye nuru kila wakati. Nimekuwa siku zote nikipendelea kutoa uangalifu wangu kamili kwa kile ninachokifanya ili kufanikiwa. Unaweza kufanya kazi nyingi, lakini unaposhughulikia masuala mazito, kufanya kazi nyingi si chaguo muhimu," rais huyo amesema. Kabila amekiri kwamba amekuwa akishughulika na mambo muhimu ikiwa ni pamoja na kielimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini sasa nchi yake imekuwa ni kipaumbele kikubwa. Alipoulizwa kuhusu mawazo yake juu ya madai ambayo wengi wanamtazamia, hasa wanachama wa chama chake cha People's Party for Reconciliation and Democracy PPRD, kusaidia kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kabila amesisitiza kuwa changamoto za nchi hiyo haziwezi kutatuliwa na mtu mmoja. Kongo ni taifa la watu milioni 120. Ina majirani, sio tu wale wanaoizunguka, lakini pia kutoka katika eneo lote la bara la Afrika, kusini mwa Afrika kama vile Namibia na Afrika Kusini. Ninaamini kila raia wa Kongo ana jukumu la kutekeleza, iwe ni kibinafsi au kwa pamoja. Amesisitiza hata zaidi kuwa eneo la kanda pamoja na Afrika kwa ujumla lina jukumu la kusaidia kutatua mzozo uliopo nchini Kongo kwa sasa. Tungetaka mambo yashughulikiwe kwa njia tofauti na labda kwa njia bora zaidi kuliko linavyoshughulikiwa sasa, lakini hatimaye nia nzuri na muhimu zaidi. Kilicho muhimu sasa ni kuelekeza nia hizi zote nzuri na kutoa msukumo wa kutosha kushughulikia hali iliyopo nchini Kongo," Kabila alisema, na kuthibitisha kuwa chama chake kama jukwaa la kisiasa bado linashiriki kikamilifu katika juhudi za kuleta amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa nchini Kongo. Haya ni moja ya mambo makuu yanayokosekana nchini Kongo leo na ambayo yamechangia mzozo wa sasa. Kabila aliulizwa kuhusu jukumu lake katika makubaliano ya amani ya mwaka 2008 na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo na kama anapaswa kuonekana kama msuluhishi mkuu katika mzozo wa sasa. "Siku zote tumetanguliza amani, tukielewa kuwa maendeleo ndio lengo kuu la serikali yoyote. Huwezi kufanikiwa bila utulivu. Ustawi wa kiuchumi kwa watu hauwezekani bila amani, na amani haiwezi kuwepo pale ambapo kuna ukosefu wa haki," Kabila alisema. Rais huyo wa zamani alikumbuka kwamba mikataba mingi aliyoingia ilikuwa imetiwa saini kwa miaka mingi, sio tu mwaka 2008. Aliangazia pia mkataba wa Lusaka wa mwaka 2001-2002 ambao ulisababisha mkataba wa Sun City na kuanzisha serikali ya mpito iliyodumu hadi mwaka 2006. "Ndio, serikali yetu ilikabiliana na changamoto za uasi hasa mashariki. Tulishughulikia kupitia mazungumzo na kujenga uwezo wa kijeshi ambao ulisaidia kuleta amani kwa 98% katika kanda," Kabila alisema. Kulingana na rais huyo wa zamani, mzozo unaoendelea una sababu na mizizi yake, ikiwa ni pamoja na masuala ya utawala wa sasa, dhuluma na ukiukwaji mkubwa wa katiba DRC. Alibainisha kuwa kukosekana kwa utulivu wa ndani mara nyingi huvutia maadui kutoka nje, kuzidisha hali ya utovu wa mambo nchini humo. Kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni kama hatua kuelekea amani, Kabila alikumbuka uamuzi uliofanywa mwaka 2001. "Tuliamini kwamba wanajeshi wetu wa kigeni walipaswa kuondoka Kongo ili amani ipatikane na kuruhusu watu wa Kongo kutatua masuala yao wenyewe. Uamuzi huo ulitolewa kwa ujasiri na ulisababisha wanajeshi wengi wa kigeni kuondoka na kuacha Wakongo washughulikie mambo yao, ingawa kwa msaada wa kikanda na kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa," rais huyo alisema. Hata hivyo, alikiri kwamba mbinu kama hiyo leo huenda isilete matokeo yoyote na ingehitaji kuzingatiwa tena kwa umakini. Nchi lazima iwe huru ndani ya mipaka yake, ikifanya maamuzi huru bila majeshi mengi ya kigeni kupigana nayo, ikiwa ni pamoja na mamluki na mamia makundi yenye silaha.
Akizungumzia juhudi za upatanishi zikiwemo zile zinazoongozwa na Rais wa Kenya William Ruto, Kabila ameshauri kuwa ufunguo wa kushughulikia mgogoro huo ni kushirikiana moja kwa moja na raia wa Kongo. Ushauri wangu, ikiwa kuna mtu anataka kusuluhisha mzozo wa Kongo, ni kuzungumza na watu wa Kongo. Wanajua zaidi wanachoteseka nacho. Wakati wapatanishi kutoka Afrika Magharibi na kanda nyingine wanaweza kuwa na nia njema, lakini hakuna mpatanishi anayeweza kuielewa Kongo kuliko wakongomani wenyewe, Rais Kabila alisema. Rais huyo amesisitiza pia kuwa upatanishi wenye mafanikio unahitaji mambo matatu muhimu yanayojumuisha kuwashirikisha wakongomani katika utatuzi wa mizozo yao, kuwa na nia njema na kuweka msisitizo katika juhudi zote zinazofanywa ili zilete amani ya kudumu. Mchakato bado ni mchanga na sina maelezo yoyote, kwa hiyo nitaepuka kuzungumzia juhudi za rais wa Kenya na mipango mingine, ikiwa ni pamoja na juhudi za viongozi wa dini. Kwa wakati huu tutatathmini ufanisi wao katika siku za baadaye, Kabila alisema. Rais huyo alipoulizwa kuhusu uhusiano wake na rais wa sasa wa Kongo Felix Tshisekedi, Kabila alikumbuka kwamba awali walikuwa wameunda serikali ya mseto baada ya kuondoka madarakani. Serikali ya mseto ilikuwepo, lakini ilimalizika kwa upande mmoja wakati Rais Felix Tshisekedi alipoamua kuwa hatuhitaji na sisi tukakubali maamuzi yake, Kabila alisema. Na tuelekee kule nchini Burundi, ambapo wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika eneo la kanda, mafunzo ya kijeshi yanayofanywa na umoja wa vijana wa chama tawala cha Burundi cha CNDD-FDD cha Imbonerakure katika jimbo la Cibitoke yamezua wasiwasi mkubwa. Usimamizi wa mafunzo yao kutoka kwa wakufunzi wa kijeshi unazua uwezekano wa vijana hao kuhusika katika chaguzi zijazo ili kuimarisha ushindi wa chama tawala cha CNDD-FDD. Kwa muda wa wiki mbili hivi, vijana walio na mfungamano na chama hicho tawala wamekuwa wakifanya mafunzo makali ya kijeshi katika mitaa ya jiji na katika wilaya 6 za nchi hiyo ya Burundi. Lengo lililotajwa la mafunzo ya vijana hao lilikuwa ni kuwatayarisha vijana wa Burundi kuwa imara ili kudhibiti waasi wa M23 na Red Tabara katika eneo la Kivu Mashariki mwa Kongo. Baada ya siku 3 za mafunzo juu ya mapigano na utunzaji wa silaha, vijana hao wangepelekwa katika uwanja wa vita katika eneo la Mto Rusizi inayotenganisha Kongo na Burundi. Lakini zaidi ya hayo, baadhi ya vyanzo vinaripoti kuwa dhamira vijana hao kupewa mafunzo ya kijeshi ni kusimamia uchaguzi ujao, kuhakikisha kwamba chama tawala cha CNDD kinashinda na kubaki madarakani. Duru nyingine zinaonyesha kuwa umoja huo wa vijana wa chama tawala wa Burundi Imbonerakure wametumwa kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda kufanya doria na kufuatilia mienendo ya taifa la Rwanda. Mwenyekiti wa vijana wa chama cha CNDD-FDD katika mji mkuu wa Bujumbura amekanusha vikali madai hayo kwamba vijana hao wamekuwa wakiandaliwa kijeshi kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Burundi. Badala yake amesema kwamba vijana hao wamekuwa wakiandaliwa tu kwa ajili ya kupewa maadili ya kizalendo katika taifa hilo. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.